Naitwa Leticia Petro Ntagazwa, ni wakili wa kujitegemea, lakini pia ni mwenyekiti wa taasisi na jukwaa huru jipya kabisa ambalo linaitwa Women Inspire Women, kwa maana ya wanawake kuhamasishana, kusapotiana, kusaidiana, wanawake kwa wanawake wenyewe. Sasa leo mnamo tarehe 21 mwezi wa 4 2025 tunatoa tamko lifuatalo ambalo linahusiana na kulaani tukio la udhalilishaji. Sisi kama wanawake mawakili na wanasheria tunasisitiza kuwa udhalilishaji na ukatili huo ni kosa la jinai na haliwezi kuvumiliwa kwa namna yoyote ile. Elimu ya juu haipaswi kuwa chombo cha kudhalilishana, bali jukwaa la kujenga fikra, utu na utengamano katika jamii. Ni jukumu letu kama jamii kuwafundisha vijana wetu na wananchi kuheshimu tofauti zao na kusuluhisha migogoro kwa njia za kistaarabu na za kisheria. Wanawake waache tabia ya kujichukulia sheria mkononi na badala yake wafuate taratibu za kisheria za kutatua changamoto mbalimbali walizonazo. Wito wetu: vyuo vikuu kuhakikisha vinaimarisha madawati ya jinsia na kutoa elimu endelevu juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia pamoja na haki za binadamu. Wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kushiriki katika malezi yenye maadili kwa watoto na vijana wetu. Wanafunzi wote kuzingatia maadili ya kitaaluma na ya utu wa ubinadamu. Jeshi la polisi kufanya jukumu lake la uchunguzi katika matukio haya na wahusika wote wafikishwe mara moja mahakamani. Wananchi wakiwemo wanawake, maana hapa pia na sisi hili limetugusa, ni wanawake wenzetu lakini wamejichukulia sheria mkononi. Wahakikishe kwamba hawachukui sheria mkononi pale panapokuwepo na changamoto yoyote. Women Inspire Women itafuatilia kwa ukaribu sana matukio haya na itaendelea kuwa mstari wa mbele katika kulinda haki, kuhimiza uwajibikaji na kujenga jamii yenye usawa na heshima kwa watu wote. Asanteni sana.